Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, naitwa Dam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile wanachosema wa Iran kwamba makubaliano juu ya mlango wa bahari wa Hormuz yako karibu, lakini hayatoshi kufungua njia hiyo ya maji. Iran imesema Jumamosi kwamba makubaliano na Oman kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz yalikuwa karibu, lakini hayatatosha kufungua njia ya maji, na Umoja wa Falme za Kiarabu ukisema Iran imeshambulia meli nyingine huko katika lango la Hormuz. Makubaliano kati ya Iran na Oman kuhusu mkondo huo wa bahari unaozitenganisha nchi hizo mbili yanaonekana kuwa muhimu kwa mapatano mapana zaidi ya kumaliza vita ambayo yalianza na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28 mwaka huu na kupelekea Tehran kuanzisha mvutano kuhusu njia kuu ya usafirishaji wa nishati hiyo. Afisa wa Marekani ambaye alikataa kutambuliwa alisema Ijumaa kwamba Washington ilitarajia makubaliano hivi karibuni kati ya Iran na Oman ili usafirishaji wa kawaida wa meli za mafuta pamoja na gesi yaweze kuanza tena. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema Iran na Oman ziko karibu sana na makubaliano ya njia mpya ya meli kupitia lango la Hormuz, lakini kufunguliwa tena kutategemea masharti mengine 6 ikiwa ni pamoja na fidia ya Marekani kwa Iran. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran Mohammad Bakr Zolkadir aliorodhesha matakwa 6 ambayo ni pamoja na kukomesha vitisho vya Marekani dhidi ya Iran, kukomesha uchokozi dhidi ya Iran na washirika wake wa Lebanon, Palestine, Yemen na Iraq, na kuondoa vizuizi na vikwazo dhidi ya Iran na kuachilia mali ya Iran. Kadhalika kuhakikisha wanaijenga Iran hasa katika maeneo ambayo yalipata madhara kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Oman inaripoti mazungumzo kwamba ni chanya. Oman ilishutumu kile ilichoeleza kama mashambulizi ya mara kwa mara kwenye meli wakati zikipita katika lango la bahari la Hormuz bila ya kulaumu, na kusema kwamba mazungumzo na Iran kuhusu mipango ya usafiri wa meli kupitia Hormuz yalikuwa ni chanya na yenye kujenga. Oman inasisitiza umuhimu wa kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kuathiri mazungumzo haya na maendeleo yaliyopatikana kwa namna ambayo inazingatia maslahi ya pande zote, Wizara ya Mambo ya Nje ya Oman ilisema. Hata hivyo, jambo pekee ambalo linapaswa kuzingatiwa ni kwamba kabla ya makubaliano ya mwisho meli hazipaswi kukatiza katika lango la Hormuz, lakini kumekuwa na uchokozi ambao umekuwa ukifanywa na baadhi ya mataifa, hasa kutazama namna Iran itakavyochukua maamuzi, na maamuzi pekee ambayo Iran inayafanya ni kuzishambulia meli hizo zinazokatiza katika lango la Hormuz. Baadhi ya mataifa ya Kiarabu ikiwa ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umetengeneza njia ya kumajaribio kwa Iran kuona kama vile inaweza kufikia makubaliano ya mwisho na Oman. Hata hivyo, waliamini kwamba kushambuliwa kwa meli hizo kungeishitua Marekani irudi katika uwanja wa vita dhidi ya Iran, ndicho ambacho baadhi ya nchi za Kiarabu zinafanya. Araghchi anasema mpango wa awali wa kutenganisha usafiri wa meli kupitia mlango wa Hormuz haukubaliki tena kwa Tehran, na Iran ilikuwa ikijadili njia ya muda na Oman, huku masuala ya kiufundi na kisheria yanayozunguka njia ya kudumu yakitatuliwa. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian mwenye msimamo wa wastani alisema naamini sasa ulikuwa ni wakati mzuri wa makubaliano. Anasema kuna mshikamano, nguvu na umoja nchini, na nijuavyo Iran inachukuliwa kuwa mshindi na nchi yenye nguvu katika vita hivi, mashirika ya habari ya Iran yalimnukuu akisema. Hata hivyo, amesema kwamba hakuna haja ya kuingia katika uwanja wa vita zaidi ya kufanya mazungumzo na Marekani. Iran ilijibu mashambulizi ya Marekani kwa kulenga vituo vya Marekani katika nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Jordan, pamoja na kugonga meli katika njia nyembamba ambayo ilibeba 1/5 ya shehena za mafuta na gesi duniani kabla ya vita. Umoja wa Falme za Kiarabu ni moja kati ya nchi zilizoshambuliwa vibaya pamoja na Saudi Arabia. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema siku ya Jumamosi kwamba Iran ilishambulia meli ya kubeba mafuta yenye uhusiano na shirika la mafuta la UAE kwa kombora lililokuwa likivuka mlango wa Hormuz, na hakuna majeruhi walioripotiwa katika mashambulizi ya hivi punde dhidi ya meli hiyo. Shirika la ufuatiliaji wa biashara la baharini la Uingereza UKMTO limesema kuwa meli moja ilishika moto baada ya kushambuliwa na kombora lisilojulikana, lakini moto huo ulizimwa na hakukuwa na ripoti ya athari ya mazingira. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa mamlaka.